Taarifa kubwa iliyotikisa taifa la Tanzania kwa hivi sasa ni kuhusiana na El Capitano, ama huyu mwamba ambaye hivi sasa ameweza kupewa jina la Traore wa Tanzania. Ni kufahamishe tu Captain John Charles Tesha, ambaye huyu ni intake namba 58, ni mkufunzi wa SAC Air Force tokea Julai mwaka 2022. Name tag ni JC. Tesha is John Charles Tesha, ambaye ni A1 katika column ni kodi kuwa yupo active na anaendelea kupiga kazi tokea tarehe 25 Julai mwaka 2022 in SAC, ambayo ni shule ya anga ya kijeshi, na huyu ni kapteni ambaye ni mkufunzi mtaalamu wa silaha za anga. Sasa ndugu wa Tanzania, kwa taarifa zaidi ambayo tuko nayo, na tunaendelea pia kufuatilia kile kinachoendelea kwa kupitia kurasa zetu za channel ya Hatuboy Media, kama alivyoweza kusikika kwa taarifa mbalimbali ambayo ilikuwa ikiendelea kwa video zake za John Charles Tesha, ambaye ameamua kujilipua na kujiweka hadharani, kama vile ambavyo Tanzania wengi wameweza kuona video zake zikiwa zimeweza kuwa linked out. Ni kuhusiana pia na kile alichokizungumza, kwanza akiweza kutoa taarifa kuhusiana pia na viongozi ambao muonekana kuwa katika hatiani ya kuweza kufanya kile ambacho kiliwahi kusikika kwamba kilikuwa ni chanzo cha kumuua marehemu John Joseph Pombe Magufuli, ambaye alikuwa ni rais wa awamu ya 5. Yani kumekuwa kuzungumziwa kuhusiana pia na mtandao mkubwa ambao yeye John Charles Tesha akiweza kuamini kwamba hao watu wakamatwe haraka iwezekanavyo, huku akiweza kutaja listi ikiweza kumuhusisha pia rais wa awamu ya 4 ambaye ni Jakaya Mrisho Kikwete, akiweza kuonekana kwamba ni moja kati ya watu ambao pia na wao wapo kwenye mtandao wa chuki binafsi iliyoweza kumteketeza rais wa awamu ya 5 ambaye ni John Joseph Pombe Magufuli, na ameweza kuwaomba pia viongozi wake walio juu, lakini pia akiamini kwamba yeye hana kauli ya mwisho. Kwa hiyo heshima na hekima ambayo anaamini kwa viongozi wake waliomzidi ni kwamba ataendelea kuheshimu, lakini kwa OCT ambaye pia aliweza kumshauri na kuweza kuomba pia ridhaa na barua ambayo aliweza kuitoa ni kwamba nchi iweze kuchukuliwa haraka iwezekanavyo na jeshi, ili mradi pia kwa yote yanayoendelea ni kwa manufaa ama maslahi ya taifa la Tanzania. Hayo yote ni kuweza kuyanukuu kwa John Charles Tesha, ambaye hivi sasa amekuwa midomoni mwa Watanzania wengi sana. Kila mmoja alikuwa anajiuliza, wengine wakisema zile zilikuwa ni editing, yani AI, lakini cha kushangaza mwamba aliweza kuingia live kuweza kuadhirishia kwamba haikuwa AI wala editing yoyote ambayo ilikuwa imefanywa katika video zake. Na asilimia kubwa ya Watanzania wengi walikuwa wakijiuliza ni kwa nini ameamua kufanya hivyo. Je, haogopi kifo? Je, haogopi hatari yoyote? Na majibu aliyoweza kuyatoa John Charles Tesha mara baada ya kuambia kwamba mpaka ameamua kwa mwanajeshi, manake yuko tayari kufa kwa ajili ya nchi yake. Kwa hiyo kuhusu issue ya hatari, anafahamu kwamba inawezekana kukawa na hatari yoyote inayoendelea, lakini yeye kama mwanajeshi na huku akiweza kujiamini kapteni kwamba yeye yuko tayari kwa ajili ya kufa, yani hilo swala haliwezi likambabaisha. Japokuwa kulikuwa na taarifa ambayo ikawekwa sawa kwa jeshi la wananchi, ambapo kulikuwa na barua iliweza kutolewa kwa vyombo vya habari, na ilikuwa ni ikisomwa kama hivi: Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania, huku ikiweza kutolewa taarifa kwa vyombo vya habari kwamba Jeshi la Ulinzi la Tanzania JWTZ lina utaarifu umma wa Watanzania kuwa kumejitokeza baadhi ya watu wanaotumia mtandao wa kijamii kuweka maudhui yanayochochea ama kuliingiza jeshi katika mambo ya siasa. Aidha, baadhi ya hoja hizo zinatolewa na watu waliopo katika mazingira ya kijeshi kujinasibisha na jeshi, walioachishwa jeshi kwa tabia na mwenendo mbaya, pamoja na kujihusisha na siasa na uharakati. Kwa mantiki hiyo, JWTZ linapenda kutaarifu umma wa Tanzania kuwa linaendelea
kutekeleza majukumu yake kikatiba kwa uaminifu, utii na uhodari kwa kuzingatia kiapo chetu. Imetolewa na Kanali Bernard Masala Mlunga, kaimu mkurugenzi wa habari na uhusiano, Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania. Sasa ikiwa ni moja kati ya taarifa ambayo iliweza kutolewa na ikiwa ni barua kutoka kwa vyombo vya usalama, lakini pia ilikuwa ni wazi kwamba taarifa hiyo ilikuwa ni kwa vyombo vya habari kuweza kufikisha kwa wananchi kuweza kujua ni namna gani ambavyo taharuki hii ambayo iko hivi sasa imeendelea kutoka mara baada ya Jeshi la Ulinzi la Wananchi wa Tanzania kuweza kuweka sawa taarifa hiyo baada ya mzagao mkubwa wa video za John Charles Tesha ambaye hivi sasa amekuwa akinukuliwa katika baadhi ya komenti mbalimbali na kufananishwa kwamba huyu mwamba ni Traore wa Tanzania. Yani tena akapewa moja kati ya nafasi ambayo hivi sasa ni kama amepewa majukumu mazito, huku akiweza kutoa ahadi ambaye ni John Charles Tesha kuhusiana pia na kurudi tena kutoa angalizo na kuambia pia jeshi la polisi ambalo litaweza kuzuia maandamano, kuwaua ama kufanya jambo lote siku hiyo ya tarehe 29, basi anazungumza ole wake na ole kwa jeshi la polisi litakaloweza kufanya jambo kama hilo, na huku akisisitiza akiona kwamba hakuna mabadiliko yaliyoweza kufanyika. Amedai kwamba tarehe 29 kabla, yani siku ambayo itakuwa haijafikia tarehe 29, basi atarejea tena kuzungumza na Watanzania na kuwaweka wazi kwa chochote ambacho anahisi kabisa Watanzania inabidi waweze kufahamu, huku akiweza kusisitiza na kuwaomba viongozi wake ambao wako juu yake kwamba kwa taarifa na barua aliyoweza kuitoa kwa maombi na kushauri, na sio kwamba analazimisha, bali ametoa kama ombi nchi iweze kuchukuliwa haraka iwezekanavyo, akiamini kabisa viongozi ambao wako juu wana dhamana kubwa ya kuweka sawa mambo ili mali kusitokee changamoto wala taharuki yoyote ambayo inaweza ikaathiri nchi ya Tanzania. Sasa kwa mujibu wa video kama ulivyoweza kuzisikiliza, naamini kabisa utakuwa umezipata na umezipitia, umezisikiliza kwa umakini na kinachoendelea, licha ya kwamba nguvu imeendelea kupatikana kwa wanaharakati akiwemo Sativa, Mange Kimambi, lakini pia na Kigogo ambao pia wameendelea kutengeneza pia maudhui mbalimbali ya kuambia Watanzania kwamba tarehe 29 ya Oktoba ni nafasi yao ya kuweza kuchukua nchi na kuhakikisha kabisa kwamba hakuna uchaguzi unaofanyika. Sasa kwa maslahi ya taifa la Tanzania na tunu ambayo pia kwa upande wa Rais Samia Suluhu Hassan aliyoweza kuhakikisha na kuiomba pia nchi ya Tanzania na wananchi, ni kwamba mambo mengi yamekuwa kujitokeza na uchochezi umekuwa ukifanyika mwingi sana kwenye taarifa mbalimbali kwa baadhi ya wanaharakati kuchochea vurugu na kuharibu pia amani ama tunu ya taifa la Tanzania, huko pia akiweza na akiwahi kunukuliwa pia rais wa awamu ya 4 ambaye ni Jakaya Mrisho Kikwete kuzungumzia pia tunu ya taifa la Tanzania kwamba katika jambo ambalo Watanzania watakuja kulikumbuka na ni jambo la msingi kabisa ambalo inabidi walizingatie kuliko jambo lolote katika hii nchi, ni kuhusiana pia na amani ya taifa la Tanzania. Miaka na miaka kumekuwa na amani katika nchi ya Tanzania kusipokuwa na zile vurugu ambazo zimetengeneza taharuki katika ulimwengu. Kwa hiyo ni jambo ambalo wamekuwa wakiamini kwamba Watanzania inabidi wakati mwingine kukaa kutuliza akili na kuto kukubaliana na uchochezi wote ambao unaweza ukawafanya pia na kutengeneza pia mamonyoko ama pia uvunjifu wa amani katika taifa la Tanzania. Sasa kwa pande zote ambazo unaweza ukawa umezisikia, umemsikia ambaye rais mstaafu wa nchi ya Tanzania wa awamu ya 4 Amiri Jakaya Mrisho Kikwete, umemsikia pia Rais Samia Suluhu Hassan Amiri Jeshi Mkuu ambaye pia kwa hivi sasa na katika mwaka huu wa Oktoba
29 kukiwa na uchaguzi ambao pia yeye kwa tiketi ya chama cha CCM akiweza kugombea uraisi. Na kwa nafasi ambao pia umeweza kuipata ya kusikiliza video mbalimbali na kona yote yanayoendelea, unahisi kuna nafasi gani ambayo kwa wewe mtazamaji na msikilizaji kwa yote yanayoendelea, una ushauri gani ama unahisi ni kitu gani kiweze kufanyika ili mradi haya yote yaweze kuondoka? Na tena haswa kuhusu ishu za taharuki za nchi, lakini pia na uchochezi ambao unaweza ukaharibu pia amani ya taifa la Tanzania, unalizungumziaje pia kwa ujumla? Yani haya yote ambayo yamekuwa yakiendelea kwenye mitandao ya kijamii na yote ambayo yamekuwa kizungumzwa, lakini all in all twende direct kabisa kwenye pointi ya ishu ya amani ya taifa la Tanzania. Je, tunaliwekaje sawa? Ama unahisi kwa uchochezi unaoendelea kufanyika unaweza ukatengeneza mambo ama unaweza ukaharibu mambo? Kwa sababu tunajua kabisa dhahiri shairi kwamba uchochezi unapofanyika mkubwa wa vurugu ama uvunjifu wa aina yote wa amani, ni lazima kutatokea na milipuko ambayo inaweza ikawa ni hatari kwa taifa la Tanzania. Sasa nikupe nafasi kwa msikilizaji lakini pia na mdau